Wito huo umetolewa na katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Singida Omar Ali Muna kwa niaba ya Shekhe wa mkoa wa Singida Shekhe Isa Nasoro mara baada ya kongamano la ukaribisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hasa ndugu zetu wafanyabiashara, mwezi huu ni mwezi muhimu na watu wanahangaika huku na huku na pale kupata futari, kupata daku na kutoa kila aina ya namna. Tuwaombe wasitumie mwezi huu uwe kama fursa ya kufanya kwamba nipate kingi, warizike na kile kidogo ambacho Mungu anajalia, ili wasije wakaleta hali kuwa ngumu na maisha kuwa magumu ndani ya Ramadhani, walete wepesi katika Ramadhani. Kwani kufanya hivyo na wenyewe watakuwa wamefanya ibada na wenyewe watakuwa wamesaidia watu kufunga kwa wepesi, kwani wafungaji wote wakifunga kwa wepesi na kwa urahisi na funga zao zikawa bora, na wale waliofanya biashara zao zinaleta kwenye ubora, na Mungu anafungulia milango ya riziki na biashara kukua na maisha yaende vizuri. Sambamba na hilo, Waislamu wamehimizwa kutumia vyema mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufanya ibada mbalimbali ikiwemo kuswali, kusoma Qur'ani na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Tumemaliza darasa ambayo ilikuwa inahusu maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hii ina asili kama ilivyopokewa katika hadithi nyingi kwamba Bwana Mtume SAW alikuwa anawapa indhari wanafunzi wake kwamba mwezi wa Ramadhani unakuja. Kwa ndio tulichokuwa tunakifanya hapa, kuwaweka sawa waumini ili waweze kuja kukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani wenye malipo mengi. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wajitahidi kutoa sadaka sana, kusoma Qur'ani sana, visimamo vya usiku, kukithirisha kumuomba na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hususwa wasiache kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Watakuwa wamefanikiwa katika maisha yao. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Singida ambaye ni mgeni rasmi katika kongamano hilo, Halima Dendego, amewakumbusha Waislamu juu ya wajibu wao wa kuhudumia makundi maalum katika jamii, hususan yatima na wajane ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo usije ukategemea labda watu wenye hela nyingi ndio waje watoe wenzetu wafuturu. Sisi wenyewe kwa kikombe kimoja cha mtele ukipika watu 5 na kunywa uji, uongo kweli? Kwa hiyo tukitoa kidogo kidogo tutakuwa tumwasaidia ndugu zetu na wenyewe waweze kupata ibada Mwenyezi Mungu katika hali ya usalama. Tumejipanga ndani ya Ramadhani, tutaangalia mayatima, tuangalia na wajane kwa ajili ya kuwapatia sadaka na kwa ajili ya kuwafuturisha kama kawaida yetu. Na lingine tujitahidi katika kutoa sadaka, sababu sadaka ni njia moja ya kufanya mtu roho yake iwe laini na kujipendekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibada kubwa sana ambayo unakuja kwa mwaka mara moja. Kwa hiyo tunashime kina mama, tusiabudu vyakula, basi tuingie kwenye ibada haswa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.